ni kwenye chama cha Chauma. Wanalipi na wamejipanga vipi kuhakikisha wanashinda katika uchaguzi wa utakaofanyika tarehe 29 Oktoba mwaka huu 2025, uchaguzi mkuu wa Tanzania. Kama unavyoona mbele yangu niko na mgombea wa chama Chauma kupitia mgombea wa ubunge chama Chauma, Bi Aisha, ambaye yeye ataenda kutuelezea kile ambacho anakifanya na kipi kinaendelea katika kampeni. Kwa majina anaitwa Aisha Moshkirenya. Kwa jina maarufu ni Aisha Jabu. Mgombea wa ubunge chama cha Chauma Tabora mjini. Wewe ni mzaliwa wa hapa Tabora? Mzaliwa hapa Tabora Kitete. Kutoka kampeni zimefunguliwa na umeshaanza kampeni mpaka hivi sasa, uko kwenye kampeni ya nyumba kwa nyumba, sivyo? Ndio. Ya vyombo vya ulinzi labda wanapokuwa kwenye kampeni zako huwa vinakupa ushirikiano? Vinatoa ushirikiano. Kama wanakuwepo katika eneo hilo la tukio. Tukio tunaendelea na kampeni. Labda ile kubaniwa muda kwamba imetosha. Hamna, si wenyewe tunajua muda mwisho wa kampeni saa ngapi. Kwa hiyo tunafanya, ikishafikia muda tunaacha. Hatujakutana na kikwazo chochote. Toka shughuli zako za kampeni zianze, ni changamoto gani kubwa ambayo ushakutana nayo ikabaki kidogo hapa naweza kukata kama kabisa? Kwa kweli changamoto ninayokutana nayo kwenye kampeni zangu, wanachana sana mabango. Mabango wanachana sana. Hasa sielewi ni nani anayefanya kazi hiyo. Kwa kweli mabango tunatumia gharama kubwa kwenda kuyatoa, lakini wanachana sana. Yaani mnabandika leo, zinapita siku 3 siku 4 yametoka yote. Sehemu wanaobandika CCM na sisi tunaenda kubandika chini yake. Yanayochanwa ni ya Chauma. Naomba nikusaidie kushika mic. Moja kati ya taarifa ambazo ziliwahi kusambaa sana kwenye mitandao ya kijamii, mtu mmoja maarufu alifahamika kwa jina la mtu wa kazi. Ulimuona mtu kama huyo? Mtu wa kazi? Mtu maarufu sana, kijana kama mimi. Maarufu kama mtu wa kazi, alikuwa anachana mabango. Nilimuona. Je, watu kama hao huenda ndo wanafanya kazi hiyo? Kwa kweli siwezi kujua anayefanya kazi hiyo ya kuchana mabango. Siwezi kujua. Ila kwa kifupi ndio hiyo changamoto ninayokutana nayo hiyo. Tofauti na hapo hapana. Lakini mimi nikiwa shahidi wa jambo hilo, nishakutana na mabango ya vyama tofauti pia yamechanwa. Yamechanwa. Kwa hiyo hii inakuwa pengine ni kwa wanachama wa chama fulani au makada fulani na watu wao. Mimi kwa muono wangu naona hivyo kwamba inawezekana labda ikawa wanachama labda. Yaani sijajua ni kwa kiundani zaidi anayechana hayo mabango ni nani. Ila tunapokuta bango la CCM imebandikwa juu hivi, sisi tunabandika labda chini yake, au tunakuta imebandikwa chini, sisi tunaweka kwa juu yake. Lakini tukipita baada ya siku 2 3 tunakuta mabango yetu yamechanwa. Na kwenye mtaa wako hapa? Hapana. Sehemu mbalimbali. Kwa hiyo kwa maana hiyo, lakini ya chama fulani hayajachanwa. CCM tu. Vyama vingine wanachana. Hii mbona ni hatari mpaka naogopa. Ndio hivyo, si wenyewe mpaka ni unafikia muda tunasema basi tukomae na kampeni ya nyumba kwa nyumba. Ni kweli. Na unawaambia nini watu kama hao? Mimi kwa kifupi napenda kusema hivi, hao wanaochana hawawezi kuishinda kadari. Aliyochaguliwa na Mungu lazima atakuwa. Kadari ni neno gumu kidogo. Kwa ukitufafanulia vizuri ni Kiswahili gani hicho? Unajua mimi ni mwanazuoni, kwa hiyo hilo neno yani kadari ina maana kama uwezo wa Mungu. Ndio ina maana. Kama kudra.